Hii ni Chakula TV, uhakika wa maisha. Yesu akawaambia wanafunzi wake, wapeni ninyi chakula. Bwana Yesu, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku hii nyingine ya baraka na neema ambayo Yesu Kristo umetupa watoto wako. Lihimidiwe jina lako, utukuzwe Mfalme. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu muweza wa yote, ni Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu mwenye enzi. Wewe ni mshindi katikati yetu, e Bwana. Hakuna Mungu aliye kama wewe, hakuna Mungu aliye mfano wako. Jina lako limetukuka sana, e Bwana. Asante Yesu kwa ajili ya ukuu wako na uweza wako. Asante Yesu kwa ajili ya mamlaka na nguvu zako kwenye maisha ya kwetu. Mungu, tunakushukuru sana. Baba, tunakushukuru sana. Lihimidiwe jina lako, e Bwana. Bwana Yesu, tunaomba uwe pamoja na sisi tena wakati huu na majira haya, tunapoenda kutafakari maneno yako ya uzima. Neema yako iwe kubwa juu kwetu, uaminifu wako uwe mwingi kwetu. Utusaidie e Bwana, tuweze kuelewa na maandiko yako. Ni katika Kristo Yesu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwetu, na watu wa Mungu na kanisa la Mungu tuseme amen, na tumpigie Bwana makofi mengi mengi ya shangwe. Ongeza makofi kwa ajili ya Bwana, na Mungu atakubariki na Mungu atayabariki maisha ya kwako. Amen. Tuna ujumbe wetu mzuri wa kutafakari ndani ya wiki hii na kuomba pia, ni kwa habari ya shamba langu mwenyewe. Shamba langu mwenyewe. Shamba langu mwenyewe. Ni ujumbe ambao Mungu ametupa neema, ametupa nafasi ya kutafakari tangu jana, na leo ni siku yetu ya pili. Ni muhimu sana kufahamu ujumbe huu na kile ambacho kimewekwa ndani ya huu ujumbe. Ni Mungu amekusudia kutufundisha siri zake za mbinguni kwa ajili ya maisha ya kwetu. Kitabu kile cha Wimbo Ulio Bora, sura ile ya 1 mstari wa 6, maandiko yanaeleza jambo la muhimu sana pale. Maandiko yanaeleza, yanasema, Wimbo Ulio Bora, sura ile ya 1 mstari wa 6, msinichunguze kwa kuwa ni mweusi mweusi, kwa sababu ya jua limeniunguza. Wana wa mamangu walinikasirikia, wana wa mamangu walinikasirikia. Waliniweka niwe mlinzi wa mashamba ya mizabibu, bali shamba langu mwenyewe sikulilinda. Waliniweka niwe mlinzi wa mashamba ya mizabibu, bali shamba langu mwenyewe sikulilinda. Huu ni mstari mzuri na mstari muhimu sana kwenye masuala ya kijamii na kwenye masuala ya kiuchumi. Kama unataka kujifunza kuhusu uchumi, hili andiko ni muhimu sana, na linaeleza habari ya mtu ambaye ameajiriwa. Mtu ambaye ameajiriwa kwenye mashamba ya mizabibu. Lakini huyu mtu pia alikuwa na shamba lake mwenyewe. Na mwisho wa siku ni kwamba shamba lake likaharibika. Shamba lake likawa halina matunda. Aliwekeza nguvu kubwa sana kwenye mashamba ya watu wengine, lakini hakuwekeza nguvu ile ile kwenye mashamba yake. Sasa ninataka nizungumze na wewe mambo kadha wa kadha ya kufahamu kuhusiana na jambo hili. Jambo la kwanza la kufahamu ni jifunze kujiwekea mipaka. Ni jambo la kwanza hili la kujifunza hapa kuhusiana na huu mstari. Kwenye maisha, jifunze kuwa na mipaka. Usitumie nguvu zako zote kwenye kazi za watu wengine. Usitumie akili zako zote kwenye shughuli za watu wengine. Sasa naamini
wa wa waajiri watakasirika leo hapa, lakini usitumie nguvu yako yote kwenye shamba la mtu mwingine kiasi cha kwamba ukachoka, huwezi kwenda kuona shamba lako, huwezi kuenda kuona chanzo chako cha mapato. Usitumie nguvu yako yote kwenye kazi ya mwajiri. Umeajiriwa kule posta, kiwango ambacho ukashindwa kupita siri za madukani kwenye biashara yako. Jifunze kujiwekea mipaka. Usitumie akili yako na nguvu yako yote kwenye shamba la mtu mwingine bila kubakiza nguvu kwa ajili ya shamba lako binafsi. Hili ni jambo la kwanza zuri la kujifunza kwenye maisha yako kutokea kwenye huu mstari. Jambo la pili la kujifunza ni kwamba hakikisha kazi unayoifanya inachangia maendeleo yako binafsi. Hakikisha kazi unayoifanya inachangia maendeleo yako binafsi. Hakikisha kazi unayoifanya inachangia maendeleo yako binafsi. Ukitaka kuhama ofisi, kutoka ofisi moja unataka uhamie ofisi nyingine, jambo mojawapo la kuangalia, je, ofisi ninayohamia inaweza kunisaidia mimi kukua binafsi kwenye career yangu, kukua binafsi kwenye maisha yangu mengine. Kama kazi unayoifanya haiwezi kuchangia maendeleo yako binafsi, maana yake unafanya kazi ya kitumwa, unafanya kazi ya kikoloni. Kama umeajiriwa mahali na ajira hiyo ambayo uliyoajiriwa haiwezi kukusaidia kwenye maendeleo yako binafsi, ukakuwa kijamii, ukakuwa kiimani, ukakuwa kitaaluma, na ukaweza kuanzisha programu zako mwenyewe ama vitu vyako mwenyewe, kama unafanya kazi ambayo inakuzuia maendeleo yako binafsi, unafanya kazi ya kitumwa. Wewe ni mtumwa. Ajira yoyote inapaswa imsaidie aliyeajiriwa kukua binafsi, kuendelea binafsi. Ajira ambayo haimsaidii mtu kukua binafsi, kupata maendeleo binafsi ya kwake, huo ni utumwa. Hasa kwenye kitabu hiki, huyu mtu ajira aliyokuwa nayo ya kulinda mashamba ya mizabibu, ajira hii ilimfanya akashindwa kulinda shamba lake binafsi. Ajira ilimfanya akatunza maono. Ajira hiyo hiyo ikamzuia kutunza maono yake. Aliweza kutunza mashamba ya watu wengine, akashindwa kulitunza shamba lake. Kwa jitahidi kwenye maisha yako uhakikishe ya kwamba kazi unayoifanya, ajira unayoitumikia, hakikisha ya kwamba inachangia kwenye maendeleo yako binafsi. Ajira yako isiue maono yako. Ajira ulionayo isiue duka lako. Ajira ulionayo isiue genge lako.
Ajira ulionayo isiue mgahawa wako. Ajira ulionayo isiue duka au biashara yoyote au chanzo kingine cha mapato cha kwako ulicho nacho. Aliweza kutunza mashamba ya wengine. Biblia inasema waliniweka niwe mlinzi wa mashamba ya mizabibu, lakini shamba langu mwenyewe sikulilinda. Ajira yake haikuwa inachangia kwenye maendeleo yake binafsi. Ajira yake ilikuwa inafanya maono yake, maendeleo yake binafsi yanapotea, yanafifia. Anasema, lakini sikulilinda shamba langu mwenyewe. Lakini shamba langu mwenyewe sikulilinda. Kwa hiyo Mungu akusaidie. Mungu akuwezeshe. Kazi utakayokuwa ukiifanya, ajira utakayokuwa ukiitumikia, isiue maono yako. Hakikisha ya kwamba kazi unayoifanya inachangia kwenye maendeleo yako binafsi. Jitahidi, tafuta kazi ya namna hiyo, fanya kazi ya namna hiyo. Na kuna watu ambao waliopti kufanya kazi yenye mshahara mdogo, wakahama kutoka kwenye kampuni iliyokuwa inamlipa vizuri, akaenda kwenye kampuni ambayo inalipa mshahara kidogo, lakini kwenye ile kampuni inayolipa mshahara kidogo inachangia kukua kwa maendeleo yake binafsi. Hawa watu baada ya miaka 5, miaka 6, miaka 7 baadaye, maisha yao yanakuwaga ya tofauti sana. Kwa rehema na huruma za Bwana, kwa rehema na huruma za Bwana, Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe, Mungu akupe nguvu, Mungu akutetee, Mungu akupiganie. Kazi unayoifanya iweze kuchangia kwenye maendeleo yako binafsi. Na jambo la tatu la kufahamu hapa ni uwekezaji wa kibinafsi ni muhimu. Uwekezaji wa kibinafsi ni muhimu sana. Anajuta mwandishi wa kitabu cha Wimbo Ulio Bora, anajuta, anasema, lakini shamba langu sikulilinda. Alifanya kazi kwenye mashamba ya watu wengine, alikuwa ameajiriwa kwenye mashamba ya watu wengine, lakini shamba lake binafsi hakulilinda. Ni muhimu sana kufahamu jambo hili, ya kwamba uwekezaji binafsi kwenye maisha ni muhimu. Kuajiriwa ni jambo la baraka, lakini uwekezaji binafsi kwenye maisha haya tulionayo ni muhimu sana. Kitabu kile cha Mithali sura ile ya 5, Mithali sura ile ya 5 na ule mstari wa na ule mstari wa 15. Mithali 5:15. Mithali 5:15. Kuna wito hapa unatolewa na maandiko. Maandiko yanatoa maelekezo. Biblia inatoa maelekezo, inasema unywe maji ya birika lako mwenyewe na maji yenye kububujika katika kisima chako. Unywe maji
ya birika lako mwenyewe na maji ya kububujika katika kisima chako. Biblia inaposema unywe maji ya kisima chako mwenyewe, maana yake kuna maji ambayo mtu anaweza kunywa na ni maji ya kunywa, sio maji ya kuoshea vyombo, sio maji ya kuoga, sio maji ya kufugia samaki, ni maji ya kunywa, lakini hayatokani na kisima chake, hayatokani na birika lake. Okay, anaanza kusema unywe maji ya birika lako mwenyewe na maji yanayobubujika kwenye kisima chako. Kwenye kisima na birika ni hivi, mtu anaenda kuchota maji kwenye kisima, halafu baada ya kuwa ameyachota kwenye kisima, yale maji anaenda anayatia kwenye birika. Kuna main source kinaitwa kisima, halafu kuna sub source inaitwa birika. Birika na kisima, birika na kisima vyote vinabeba maji, lakini maji yaliyoko kwenye birika asili yake ni maji ya kwenye kisima, yamechotwa kutoka kwenye kisima, yamechotwa kutoka kwenye kisima, yakawekwa kwenye birika. Kwa tuchukulie ya kwamba birika ni kama winga. Mtu ambaye anachukua bidhaa kutoka kwenye kisima, anaiweka mahali ile bidhaa anaiuza. Kwa maandiko anataka mtu anywe maji ya kwenye birika lake mwenyewe. Kuna watu watakuja kunywa maji ya kwenye birika na kuna watu wanakunywa maji ya kwenye kisima. Hasa maandiko yanataka, yanatoa wito kwa mtu anywe maji ya kwenye birika yake mwenyewe. Birika zote zina maji, lakini watu wapo wanaokunywa maji kwenye birika ambazo sio za kwao, kwenye visima ambavyo sio vya kwao. Unaenda kwa jirani, unakunywa maji ya kisima cha jirani. Unaenda msikitini, kuna visima kwenye msikiti, maji yamekatika, hayapo, unaenda unakunywa maji ya kwenye msikiti. Unaenda kwenye makanisa, unakuta kwenye kanisa kuna maji, kuna kisima, unaenda unachukua maji ya kwenye kisima cha kanisa. Lakini maandiko yanataka unywe maji ya kisima chako mwenyewe. Ni wito. Biblia inasema unywe maji ya birika lako mwenyewe. Maanake mkaso wa maandiko unataka mtu atumie kitu chake apate matokeo. Iko hivi, pesa ambayo ni mshahara ni nzuri, maji ya kwenye birika la mtu mwingine ni mazuri.
mshahara ni mzuri, maji ya kwenye birika la mtu mwingine ni mazuri, na ile maandiko anasema unywe maji ya birika lako mwenyewe. Unywe maji ya birika lako mwenyewe. Ukinywa maji ya birika ambalo sio la kwako, haimaanishi ya kwamba utakufa, utaishi. Ndio maana kuna watu ambao wanaishi kwa ajira, wanaishi vizuri na maisha yako vizuri, lakini Biblia inatoa wito leo, inasema unywe maji ya kisima chako mwenyewe. Unywe maji ya kisima chako mwenyewe, upate nafasi, neema ya kupata testi ya pesa ambayo inatoka kwenye chanzo chako cha mapato. Swali la kwanza ni hili: kisima chako mwenyewe unacho? Biblia haielezi madhara ya maji ya visima vya watu wengine, haielezi, na inawezekana madhara hayapo, na visima hivyo vya watu wengine sio kwamba vinatoa maji yenye sumu au maji yanayoua. Hayaui, yanaitwa ni maji ya kunywa. Kama kisima chako mwenyewe ndio kinatoa maji ya kunywa, Biblia ingesema hivi: kunywa maji. Maana maji ya kunywa automatic yanatoka kwenye kisima chako. Ila inaposema unywe maji ya kisima chako mwenyewe, maana yake pia kuna maji mengine ya kunywa yanayopatikana kwenye visima vya watu wengine, na ni safi na ni salama. Lakini mkaso na msisitizo wa maandiko na wito wa maandiko unakutaka leo unywe maji ya kisima chako mwenyewe. Inawezekana Biblia inafahamu ya kwamba watu wengi wanakunywa maji, lakini sio kwenye visima vyao. Ndio maana ikatoa wito, ikasema unywe maji ya kisima chako mwenyewe. Hii ni Mithali 5:15. Inasema unywe maji ya birika lako mwenyewe na maji yanayobubujika kwenye kisima chako. Kwa ishu ya kwanza, jambo la kwanza, unapaswa uwe na kisima. Jambo la kwanza, unapaswa uwe na kisima. 2026 uwe una kisima. Okay, sawa. Tunazungumzia kisima. Kuna watu ambao wana visima. Ishu inakuja, hivyo visima vinatoa maji. Sasa kuna mtu ambaye ana kisima na kisima kimefukiwa, hakitoi maji. Kuna mtu ambaye ana kisima, amechimba kisima, hajakutana na maji. Kwa kwenye ajenda zetu za kuomba, jambo la kwanza, Mungu akupe kisima. Ajenda yetu za maombi, jambo la kwanza, Mungu akupe kisima chako mwenyewe. Na jambo la pili la kuomba, hivyo visima ambavyo Mungu amekupa vitoe maji. Hivyo visima ambavyo Mungu amekupa vitoe maji. Kwa sababu kuna watu ambao wana visima, wana biashara, lakini hawawezi kupata pesa kwenye biashara yao. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 26:32. Mwanzo 26:32. Mwanzo 26:32. Mwanzo 26:32. Mwanzo 26:32. Biblia inasema kwamba ikawa siku ile ile watumwa wa Isaka wakaja wakampasha habari
za kile kisima walichokuwa wakikichimba, wakamwambia tumeona maji. Wakamwambia tumeona maji. Wakamwambia tumeona maji. Wakamwambia tumeona maji. Ilifika wakati wafanyakazi wa Isaka walikuwa wanachimba visima, lakini maji hayatokei. Wakachimba siku kwa siku, maji hayatokei. Lakini ikafika siku ambayo wakachimba kisima, wakaona maji. Unafanya biashara, una kisima unacho, changamoto ni maji. Kisima chako mwenyewe unacho, changamoto ni maji. Kwa lazima pia hapa kumwomba Mungu maji yatoke, maji yabubujike ndani ya kisima. Kwa jambo la kwanza, unakuwa na kisima chako mwenyewe. Kama una kisima, unamwomba Mungu akupe kisima, kwa sababu hoja iliyoko hapa ni kwamba unywe maji ya kisima chako mwenyewe. Kwa hiyo kuna wale ambao wana visima tayari, ila vile visima havitoi maji. Wana visima lakini maji wanayokunywa sio ya visima hivyo vyao wenyewe. Ana biashara lakini pesa inayomlisha sio ya kwenye biashara yake inayotoka kwenye ajira. Hasa maandiko yanaeleza, yanasema unywe maji yako mwenyewe. Biblia inakutaka unywe maji yako mwenyewe. Maandiko yanakutaka unywe maji ya kisima chako mwenyewe. Sasa kuna wale ambao kuna visima tayari wanavyo vya kwao wenyewe, lakini havina maji. Kuna wale ambao tayari wana visima havina maji. Biashara anayo, chanzo cha mapato anacho, chanzo cha mapato anacho chake mwenyewe, lakini hakina maji.